Naam, tuangazie taarifa kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeweka viwango vya juu vya matumizi ya fedha za kampeni kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ikilenga kudhibiti matumizi kupitia kiasi ya fedha za kampeni na kuimarisha uwajibishaji kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mfano, mgombea wa urais ataruhusiwa tu kutumia shilingi bilioni 4.4, huku chama cha kisiasa kinachosimamia wagombea kote nchini kikiruhusiwa kutumia hadi shilingi bilioni 17.7. Kwa wagombea wa ugavana, useneta na wawakilishi wa kike, viwango vya matumizi vinatofautiana kulingana na idadi ya watu na ukubwa wa kaunti. Kwa mfano, kaunti ya Turkana imepewa kiwango cha juu zaidi kwa shilingi milioni 123.08, ikifuatwa na Nairobi kwa shilingi milioni 117.32, Marsabit kwa shilingi milioni 114.8, wakati kaunti ya Wajir nayo ikiwa ni shilingi milioni 103.75. Katika eneo la magharibi, wagombea wa Kakamega wataruhusiwa kutumia hadi shilingi milioni 59.27, lakini pia katika kaunti ya Bungoma, mtazamaji, ni kwamba wagombea wataruhusiwa kutumia shilingi milioni 54.52, huku Vihiga ikiwa na kiwango cha shilingi milioni 25.16. Lakini pia kaunti zenye kiwango cha chini zaidi, kwa mfano kama kaunti ya Lamu, Tharaka Nithi, Elgeyo Marakwet, Vihiga na Nyamira, IEBC imeweka viwango tofauti vya matumizi kwa wagombea wa ubunge, huku pia wagombea wa MCA wakiruhusiwa kutumia kati ya shilingi milioni 3.38 na shilingi milioni 6.17, kutegemea tu wadi na ukubwa wa maeneo yao ya uwakilishi. Ni baadhi tu ya taarifa ya IEBC ambayo imedondosha baadhi ya viwango hivi vya matumizi kwa wagombea mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo utaruhusu nipate pumziko fupi, tukirejea tutasonga mbele na taarifa zetu. Usinde mbali.